anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yale ambayo na yale wazae. Lakini umeweka kigezo kwamba ni kwa kadri ile nguvu itendayo kazi ndani mwetu. Tunakubariki Mfalme mwema kwa uweza na nguvu zako, kwa jinsi ambavyo umejifunua na kujidhihirisha kwetu, kwa jinsi ambavyo Mungu unatupenda na kutuwazia mema, kwa jinsi ambavyo ulali wanaosinzi kwa ajili yetu wanayeandikwa. Bwana sifa kila ukiwa nindao kisha kule mnajishughulisha sana na mambo yetu. Kuna hiyo nyingi mwenye kwa mtu bali shauri la kwako Mungu umesema leo tukalosimama na tunaliona Bwana katikati ya maisha yetu kiendelea kututetea na kutushindia vita na hatari zote. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi tunasema sasa watenda mabaya walipotukaribia watule nyama zetu walikuwa wakafu. Mungu tunakubariki kwa sababu umekuwa wigo wetu na ngome yetu. Umesema jina la Bwana ataokolewa. Tumekuona Bwana ukitupigania na kutuokoa. Wewe uliyetuokoa na nguvu za giza na kutuamini kutuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wako. Pokea sifa Kristo mwema kwa kuwa pamoja na sisi. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo ni wako. Asante kwa ajili ya siku ya Jumatatu. Tumekuwa nasi asubuhi, mchana na jioni. Tumeuona ulinzi wako ukituwazia mema katika kazi zetu, afya zetu, familia zetu, watoto wetu, ndoa zetu na maisha yetu. Tumekuona Baba ukitutetea. Umekuwa wokovu katikati ya maisha yetu. Umekuwa ngao na kigao. Umekuwa tumaini na mapito yetu. Bwana, pokea sifa kwa sababu unatuwazia mema. Nasi jioni leo tunajiweka na mikononi mwako, tukisi uwepo wako Roho Mtakatifu ndiye mwalimu na kiongozi mwema. Uwe nasi utuongoze kuratibisha ibada hii kwa heshima na utukufu wako. Na ninashuka na kukubwa kabisa ili peke yako Kristo inuliwe. Na kila mwenye mwito akakuone wewe kwa sababu umesema kila utakapopita utatenda mema. Na wewe utakapofika mahali kijifunua na watu wote wanauona utukufu wako. Baba utukufu ukafunuliwe katikati yetu. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu Mfalme, na wote tuseme amen. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mema. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi naomba tukae. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena nzuri ambayo ametupa kuweza kuingia katika maombi haya jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote tulikuwepo jana. Ambao tulikuwepo jana tulikuwepo. Mungu kuna mwana ukuwepo jana. Hata ibadani hatukusanya. Kama tulisanya maana tulikuwepo. Haleluya. Amen. Somo letu linasema kila haki yangu iliyoshikiliwa na nguvu za giza iokolewe. Kila haki yangu iliyoshikiliwa na nguvu za giza iokolewe. Au andika tu kwa kifupi, haki yangu iokolewe. Haki yangu iokolewe. Tulisoma jana kitabu cha Isaya 42 mstari wa 20 na mstari wa 22. Anaposema umeona mambo mengi lakini yatii moyoni, masikio yake ya wazi lakini hasikii. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa na wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana au kohani. Hiyo sentensi wala hapana au kohani. Wamekuwa mateka wala hapana sema irudisha. Lakini kitabu cha Kolosai 1:13 anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sio tu kutuokoa, bali alipotuokoa akatuhamisha. Kwa hiyo tunapookolewa lazima tuame. Ile kwamba tunaona bado tuko kwenye mazingira ambayo sio sawa, kuna namna ambavyo hatujahama. Kuna namna ambavyo hatujahamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Kwa hiyo lazima nifanye mkakati wa kuhakikisha ninahamishwa natoka kwenye hizo nguvu za giza. Unaweza kuangalia historia ya kwenu, mazingira mnayoishi. Unajua kwamba hivi vitu ninavyoviona vilikuwepo kwa upande wa mama zangu au baba zangu. Hii hali kumbe kuna namna ambavyo na mimi nanifuatilia. Kwa hiyo ni kwamba nimeokoka lakini sijahamishwa. Sijatoka kwenye ile asili. Sijatoka kwenye ule utaratibu ya kwamba iliandikwa kwamba familia hii hawaolewi, hawazai, hawasomi. Na nikuta na mimi nakuwa hivyo hivyo. Lakini nachojua Biblia inasema hatutatumia tena ile mithali ya kwamba mama wa mtu alivyo ndivyo na binti yake atakavyokuwa. Ile kwamba mama yangu aliingia kwenye ujana akiwa na umri mdogo. Hii Biblia inaniambia jinsi mama yangu alivyokuwa sivyo mimi ninavyotakiwa kuwa.
from nowhere, lazima nini? Ndio maana nasema tunasikia na tunaona mambo mengi lakini hatuyatima na tunasikia yetu ya wazi lakini hatutilii. Hatufanya yasiki. Ni nini? Nimejua kwamba mama yako aliingia kwenye umri mdogo akaingia kwenye mchana. Kwa hiyo nisipo alishughulikia na mimi najikuta naingia kwenye hiyo hali. Utatembea na mstari Mungu umesema. Jinsi mama mtu alivyozidiaga atakuwa hivi. Ni kweli mstari umesema. Hiyo ni tiketi kwamba sitakiwi kuwa kama mama yangu. Sitakiwi kuwa kama baba yangu. Kwa hiyo ni nini nifanye? Lazima niingie kwenye kuhamishwa. Lazima process ifanyike ya kuhama na hakuna atakayeniamisha sasa kule kama sio mimi ninayejua kwamba kawaida ya kwetu kuna kitu gani. Kama sio mimi ninayejua kwamba wao wote kujua kwamba mama yangu alikuwa kwenye mjane katika mlio kama siyakwambia. Na mimi nisipochukia hicho kitu kwamba kitapikwa mwendelezo nikajitoa nikaamisha na sio tu niende mimi ninaama na kila kitu cha kwangu na watoto wangu kwa sababu ni kizazi baada ya kizazi kinafuatilia hicho kitu. Kwa hiyo lazima mimi niseme Mungu umesema, neno lako limesema, nitumie kama silaha ya kunitoa kwenye hiyo hali. Haleluya. 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 Ni maana nasikia hakuna kisaidio ndio shangazi zangu walivyo. Angalia wazazi ambao baba wameoa wake zaidi ya watatu au wamezaa na wake zaidi ya watatu. Utakumbana nacho chote utakayostaki. Na umeokoka. Umeokoka ili ya utaama. Yesu ndio maana anasema naye alituokoa na kutuamisha. Lazima uame utoke. Huko hakuna atakaye kutoa hapo sio nabii wala mtume. Ni wewe utie maanani useme hiki kitu hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Nasema Mungu wewe unajua. Ni kweli anajua. Tunajua pale ile mwanamke aliyekuwa anaumwa sio mwanamke sijui Biblia inasema ni mwanamke ile aliyeumwa miaka 38. Aliyekuwa akitaka kuingia kwenye birika anatokea mtu mbele yake. Biblia inatuambia Yesu haja akijua kwamba amekaa katika hali hiyo siku nyingi kama Yesu alikuwa anajua amekaa katika hali hiyo siku kwa nini hakumtoa? Hata hiyo hali inayoipitia kama familia Yesu anajua kabisa. Na ndicho kilichomleta. Anasema mimi nimeshakuja kama tiketi. Unakuwa wapi? Anasema huko mtaani. Tunafanya wapi? Nimeshakuja kama tiketi. Ninayo damu. Anasema kwenye Ufunuo 5:9. Anasema kwa damu yake Yesu alichinjwa. Akamnunulia Mungu watu wa kila lugha. Lugha yako nayo ilinunuliwa. Watu wa kila kabila na kabila lako. Watu wa kila jamaa na familia yako. Watu wa kila taifa na taifa lako. Akatufanya kuwa ufalme na ukwani kwa Mungu ili wewe tumiliki juu ya nchi. Hata kukaa kwenye ndoa nzuri ni kumiliki. Ni haki yangu. Kama sina amani kwenye ndoa nzuri bado haki yangu iokolewe kwa jina la Yesu. Kama bado naona kuna maluelua kwenye nchi ya elimu, lazima nimwambie Bwana ndoa yangu iokolewe, watoto wangu wasome na kufika kwenye viwango vya juu. Tena nimwambie ni ombi langu na ni ombi lako mama ambao najua unawekeza kwa watoto wako. Usife kabla ya kushuhudia matunda makuu ya Bwana siku za wako. Haleluya. Unakufa kwenda wapi watoto hawajapandishwa kileo? Watoto wanavaa kulia toa wamuone mama wala muone baba. Hakuna kufa kwa jina la Yesu. Haleluya. Damu ya mikono yetu tumeambiwa tutaila. Sio mtu mwingine aniwakilishe. Nimesema matumbo yetu viuno vinatoa wakuu na wafalme. Watoto wetu hawatakuwa watumwa. Watoto wetu hawatatumikisha bali watatuma. Kwa nini? Tumezaa vitu vyema. Na watoto wetu sio tu kufanya vitu vikubwa. Yaani kwamba majina yao yajulikane kwa wakuu. Ila wao watafanya vitu vikubwa
Haleluya. Niliwaambia kama nilikuwa haiwezi kupata tena sikuna, tutabaje yebo kabisa kwetu. Haleluya. Haleluya. Asiwepo mtu mwingine kusimama kwa niaba yangu, hapana. Haleluya. Amen. Kama tunataka vitu vyetu viokolewe katika kipindi cha Kwaresma, nimesema tujue kwamba Yesu alikuja kutuokoa. Kama alikuja kutuokoa, kama najua kuna vitu vya kwangu naona bado kuna maruerue, nimwambie kwa Yesu, haki yangu inaokolewa na ni haki yangu. Kama ni magonjwa, amesema afya ni chakula cha watoto, ni haki yangu kuwa na afya njema. Haleluya. Ni haki yangu kuwa na uchumi mzuri, amesema anabariki kazi ya mikono yangu. Kama mikono imefungwa, mikono yangu iokolewe. Kila tulifanyalo litafanikiwa, bado sifanikiwi. Kwa hiyo kama sifanikiwi lazima nidai. Hakuna atakayedai kwa niaba yako, watu wa Mungu. Ni kweli, mitume, wainjilisti, wachungaji, maaskofu wapo. Biblia inaniambia kwamba wameletwa kuniokoa. Wameletwa kwa ajili ya kukamilisha watakatifu. Pale ambapo sioni njia, wanipe maarifa kwamba kanyaga na njia hii na kufikisha unapotaka kwenda. Sio waniokoe sababu nao ni watu. Na usitegemee kwamba nitapeleka pale sadaka, mtume na nabii ataomba, mchungaji askofu ataomba, mimi niende nyumbani nilale. Matatizo ya kwako ni ya kwako. Haleluya. Wewe ndio unayejua usukume kwa kiwango gani. Wewe ndio unayejua hii hali natamani kutoka kwa kiwango gani. Watoto ulio nao wewe ndio unataka wafike wapi. Haleluya. Tufungua na mimi kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 mstari wa 1 na wa 3. Isaya 52 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, amka jivike nguvu zako, Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hataingia ndani yako. Kwa maana tokea sasa hataingia ndani yako asiyetaidiwa wala aliye najisi. Jikungute mavumbi, ondoka. Keti, Yerusalemu, jifungue vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Maana Bwana asema hivi, uliuzwa kule, nanyi mtakombolewa bila fedha. Amka, sio mtu mwingine. Amka, wewe sio jirani. Amka, jivike nguvu. Ni kweli vinaumiza, ni kweli vinachosha, ni kweli vinakatisha tamaa, lakini amka, anza upya, jitie nguvu. Haleluya. Amka, jitie nguvu. Ndio anasema amka, jivike nguvu zako, Yerusalemu. Jivike mavazi yako mazuri. Hayo mavazi mazuri, sikia, anaposema jivike mavazi yako mazuri, kuna hali nzuri unataka, kuna maisha mazuri unayataka. Hakuna atakayeleta kwako, hakuna atakayebadilisha yaje, ila ni wewe. Yaani ni wewe mwenyewe utakayebadilisha maisha ya kwako. Endapo utatia nia kumwambia Mungu hapana. Tena nilizungumza, unaweza itakuwa kikao kiko hapo, lakini wewe uko hapo unalia na njaa. Haimaanishi Mungu atakutoa hapo. Ndio maana ninauliza, Yesu alikuwa anajua kwamba yule mgonjwa amekaa kwenye ugonjwa miaka 35, yuko kwenye hali ya ugonjwa. Anasema Yesu hali akijua kwamba amekaa katika hali hiyo siku nyingi, kwa nini akumponya kabla? Kwa nini akumponya? Swali langu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Unataka kuwa mzima, unataka kutoka kwenye hiyo hali, unataka Mungu akutoke hapo, ni wewe utakayesema. Yesu anakutana na wagonjwa wale, anawauliza, unataka kutendewa nini? Kile unachokitaka ukitamke wewe kwa kinywa chako ili yeye atende. Amen. Usiposema, niliwaambia usibaki kujua usiku Yesu Mungu akipenda. Hata kesho nisikusikiliza, anasema siku aliyoifanya Bwana ni hii. Usianze kuanza habari za kesho. Waanza leo hapa, zungumza habari za hapa. Nilikuwa Biblia inasema kesho itajizungukia yenyewe. Sema habari ya leo kwamba Bwana, ni kweli leo ninaumwa, nataka uponyaji sasa, sio kesho. Nataka mabadiliko leo. Nataka kuona matokeo kwa watoto wangu. Sio Mungu akipenda. Lini alishapenda yeye, alishamaliza na kusubiri tu wewe. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee. Alishapenda. Ni sisi tu nasubiri apende mara ngapi. Lakini anasema jivike
jikungute mavumbi. Kianguka unataka kubaki hapo, hiyo ni kwako. Anasema jikungute mavumbi uondoke. Uketi Yerusalemu. Jifungue vifungo vya shima. Jifungue. Unapoonyesha dalili ya kufungua kwamba anataka kujifungua kutoka hapa, anakuja kuwezesha nguvu zako ndani yako ili uweze kufunguliwa na kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema kuokoka ni jambo moja, lakini kufunguliwa ni jambo la pili. Sasa mimi nimeokoka, ni kweli mbinguni nitaenda, lakini duniani mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya mtu wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha unajitia nguvu. Nisema unaweza ukachagua kitu kimoja kwamba kwa lesson hii nitakomana na Mungu juu ya jambo hili nione matokeo. Hata tu nimwambie Mungu, hiki kitu cha kwangu kiokolewe. Ni wewe kujitia nguvu, jikungute mavumbi kwamba hapa sitakaa. Ni kweli mama zangu walikuwa hivi, lakini mimi kwangu mavumbi. Ni kweli iko hivi na hivi, lakini hapana, ninajikungute haya mavumbi kwa jina la Yesu. Unakazana, anasema kuomba kwake mwenye haki hapo tu. Hili ni haki yako kuwa na afya njema. Ni haki yako kuwa na uchumi mzuri. Ni haki yako kuwa na amani kwenye ndoa. Ni haki yako watoto wako kusoma na kuwa na akili nzuri. Lakini mpaka uombe kwa bidii. Hakika kuja kwa sababu ni haki yako. Ili iwe haki yako litimilike, kuomba kwake mwenye haki kwa fasa na kiomba kwa bidii. Kama hakuna bidii usitegemee vijana. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Okay, kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9. Anasema Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9 anasema, na alipofungua mihuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu. Na alipofungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Nataka hii sentensi, chini ya madhabahu. Alipofungua muhuri akaona chini ya madhabahu roho za watu, roho za watu. Sasa ondoa roho, nikaona chini ya madhabahu kazi za watu, ndoa za watu, biashara za watu, watoto wa watu. Nikaona chini ya madhabahu. Nasema amka, jivike nguvu, vifungo vyako. Kama chini ya madhabahu naweza kawepo roho, basi na kazi yako inaweza kawepo chini ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakazika vitu vya kwako. Ndio maana tunasema watu walioibiwa na kutekwa. Umetekwa wapi? Umefungwa wapi? Umewekwa kwenye shimo gani? Ni wapi ambako umeshikiliwa? Anasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu. Nikaona chini ya madhabahu biashara za watu, miguu ya watu, mikono za watu, ndoa za watu. Nikaona chini ya madhabahu. Nimetoa mara nyingi ushuhuda hapa huu kwamba sio tu nchi jirani ila ni Tanzania. Kwenye mkoa tulikokwenda kwenye mlima kuna makaburi ambao vimezikwa viungo vya watu, wamezika biashara, wamezika ndoa za watu. Kwa hiyo utaishi kwenye heka za ndoa, uone mafanikio ni kugombana kila itwapo leo. Unasema hii ndoa bora ivunjike. Kumbe walishaizika siku nyingi. Iko kwenye milima huko wamezika na wameweka msalaba kabisa, ndoa ya fulani imezikwa tayari. Ibada zimefanyika. Ndio maana chini ya madhabahu nikaona roho, nikaona ndoa, nikaona biashara. Wewe huko unajiona uko salama huko, lakini ulishazikwa, maombi yanaanza. Unasema hii ndoa imenishinda, natoka kwenye ndoa. Sio wewe, kuna madhabahu ambazo zilipelekwa na sadaka na ibada wakawazika huko, wakisha kuna hii ndoa inavunjika. Wewe unafikiri tu ni mtu mabadiliko unaanza kugombana. Kumbe kuna kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Na kuna mtu mmoja kaingia kwenye bodaboda akavunjika miguu, wanakata miguu. Kumbe miguu ilishakatwa zamani. Wanasema
kuna namna ambayo sio sawa. Haleluya. Ndio maana wale wanawake makahaba wale wawili waliozaa watoto, mmoja akamlalia mwenzake, akamchukua mtoto wa mwenzake akamweka aliyekufa. Yule mwanamke anakufundisha kitu kikubwa sana. Anasema nilipomwangalia sana, nilipomwangalia nikasema ulipokuja nikagundua mtoto sio wa kwangu. Ni baada ya kumwangalia sana. Unapoangalia hiyo hali yako ya uchumi kwa nini ya kwako? Unapoangalia hiyo ndoa kwa nini ya kwako? Huyo baba ndiye aliyekuwa, huyo mama ndiye aliyekuwa. Unapomwangalia huyo mtoto ni yeye kweli. Hapo tayari umekuja kubadilishwa. Tayari yuko kwenye madhabahu. Lazima tuende kwenye madhabahu za kwa. Tukiwa na hiyo damu ya Yesu Kristo, anasema naye alituokoa na kutuhamisha kwenye nguvu za giza, akatuingiza kwenye ufalme wa pendo la Bwana. Lazima vyapatu viokolewa na kutolewa kabisa. Haleluya. 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 Ni nini unataka Yesu akiokoe? Ni nini unataka akiokoe? Yesu hayuko kaburini wala hayuko msalabani sasa. Ni kweli tunakumbuka nini alikuja kufanya kwetu. Sasa katika kutafakari mambo kama haya, jiwekee target kwamba kuna kitu natamani Yesu ukiokoe. Ni kweli umeniokoa mimi, lakini kwenye maisha yako kuna vitu havijaokoka bado. Kuna vitu havijakombolewa bado. Haleluya. Kitabu cha Yohana 11 tunaingia kwenye maombi. Yohana 11 ule mstari wa 41 mpaka 44. Yohana 11 mstari wa 41 anasema basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema haya akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo nje. Akatoka, naomba kamate huo mstari. Akatoka nje yule aliyekufa. Akatoka nje yule aliyekufa. Amefungwa sanda miguu na mikono, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni mwache aende zake. Swali la kujiuliza, ameshatoka kaburini. Yesu ameshatoka kaburini. Kwa nini anawaambia wafungue? Kwa nini anawaambia wafungue? Kuokoka ni jambo moja, kufunguliwa na kutoka kwenye vifungo ni jambo la pili. Linakuhitaji kuna bidii. Angesema tayari ameshafunguliwa, amekufa kutoka kwenye kaburi. Lakini kwa nini anawaambia fungueni mwache aende? Na angalia vitu vilivyokuwa vimefungwa. Alikuwa amefungwa sanda miguu, alikuwa amefungwa sanda mikononi, alikuwa amefungwa leso usoni, ina maana kichwani. Lakini miguu imefungwa, sina utayari wa kufanya vitu. Inaweza ikawa miguu na mikono imefunguliwa, lakini kichwani kwa akili zimefungwa. Na ndio maana anasema aliwainishia. Kwa nini hakusema huko kwingine? Alikuwa amefungwa sanda miguu, alikuwa amefungwa sanda mikono, alikuwa na leso usoni. Kwa hiyo fungueni na kuachaende, pasipo kumfungua bado atakuwa kama aliyekufa. Ametolewa kabisa sawa, lakini kuna kazi ya ziada. Ni kweli mtu wa Mungu tunakuona, lakini kuna vitu havijaokolewa kwako. Lazima uende mbele za Bwana, mwambie Bwana, ndoa yangu iokolewe, kazi yangu iokolewe, biashara ziokolewe, watoto waokolewe kwa jina la Yesu. Usiposema utabaki hivyo hivyo. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Natamani tuende mbele za Mungu. Kama mwalimu, mahali nilipofungwa nifunguliwe. Kama ni mikono yangu imefungwa, mwambie Baba fungua. Kama ni miguu imefungwa, mwambie Mungu fungua. Kama ni akili, fahamu za watoto wako wewe unayewajua zimefungwa, fungua. Vua sanda hizo ambazo wamekuvisha. Nenda kwenye hizo madhabahu za giza. Toa kila kitu kuwepo kwenye madhabahu za kwao. Ndio maana nasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu
viko kwenye hizo madhabahu. Ndoa zina amani, watoto wanatoa machozi. Sio kweli watoto ni wazuri sana. Mungu hawezi kutupa vitu vibaya, ametupa vitu vyema, lakini chini ya madhabahu viko vimefichwa, vimekuwa mateka, vimekuwa mawindo. Ndio nasema unaona vitu vingi lakini na masikio lakini hasikii. Lazima tuende mbele za Mungu, tumwambie Mungu kila haki yangu iokolewe kwa jina la Yesu. Naomba usimame kwa Bwana. Sema amka, jifungue vifungo vyako. Amka, jifungue, jitie nguvu. Kuna mahali umepita umechoka na unaleta mambo. Hata mtu akikwambia kuomba, mtumishi nimeomba sana, kama sijaona matokeo, nimeshaomba. Sikia anasema hata sasa hujaomba. Yaani kwamba hujaona matokeo, hujaomba. Anataka uombe mpaka uone matokeo ya hicho unachokiombea. Ombeni basi Israeli ipate kuwa timilifu. Kumbe kitakacholetea furaha juu ya hicho unachotaka ni mimi kuomba. Haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Inua mikono yako kwa Yesu. Tunajiweka mikononi mwako. Tunaomba nguvu za kutusaidia kuomba. Nasema hizi nyakati ndipo anaimwakia nyumba ya Daudi kwa neema na kuomba. Hakuna namna tutaweza kufanikiwa katika hali ya majira yenye dhiki na taabu pasipo kuomba. Na nasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Isaya anasema watoto wako tayari kuzaliwa ila nguvu ya kuzaa ndio hakuna. Yamkini wewe unatamani kutoka lakini nguvu ya kusaidia kusukuma utoke hapo ulipo ni hakuna. Nenda kamwambie Roho Mtakatifu na kuhitaji na nguvu zako, ili ndipo utakapoweza kwenda kujifungua kwa vifungo na kufungua miguu, kufungua mikono, kufungua fahamu na akili za kwetu. Sema Baba, katika jina la Yesu, nakuja mbele zako. Ninakushukuru maana umesema unalituma neno lako ili kutuponya. Asante kwa neno lako ulilosema na mimi jioni ya leo. Nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, ninaomba rehema, maana imeandikwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Baba, nimetambua dhambi yangu iko mbele zako daima, na si kwa damu yako. Unihurumie, unisamehe, unitakase, maana imeandikwa Bwana wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa, roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Ee Bwana Yesu, naita damu yako juu ya roho yangu na nafsi yangu na mwili wangu, ukaniondolee kila zuio kwenye ulimwengu wa roho linalonizuia kusogea mbele za uso wako. Maana imeandikwa sikio lako sio zito hata lisisikie, mkono wako sio mfupi hata usiokoe. Maovu yetu yametufarakisha na uso wako. Baba, chochote kinachonifarakanisha mimi na uso wako na si damu yako ikapite na kuniondolea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo, na mwaga damu ya Yesu ikaniondolee kila kinachonisonga, kinachonitenga na uso wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba mwaminifu, nakuja mbele zako, maana imeandikwa nikutake wewe na nguvu zako na neema ya kunisaidia jioni ya leo niweze kuomba na kutoka mahali ambapo nimeshikiliwa, nilikofungwa, nilikotekwa kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichonishikilia jioni ya leo kiniachie kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote iliyopelekewa jina langu, hatima yangu, maisha yangu kwa damu ya Yesu, ninataka saa ya babu saa kwa damu ya Yesu. Tunawakumuta kwa damu ya Yesu. Tunajikumuta na leo mavumbi, tunajifungua na vifungo vyote kwa
Niliyoshikilia
Sijakukatiza kila ninachotaka utaendelea nyumbani. Nataka tu ondoke na vipengele ambavyo utaendelea kusoma. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako. Maana imeandikwa, ingawa tunaenenda katika mwili na tufanye vita kwa jinsi ya mwili. Vita yetu si ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Nami sasa ninatoka kwenye mwili, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Madhabahu yoyote iliyoshikilia haki yangu, hatima yangu, uzao wangu, kila haki yangu iliyokatwa kwenye hizo madhabahu. Maana tumeona chini ya madhabahu kuna roho za watu. Yamkini ndoa yangu, watoto wangu, uchumi wangu, maisha yangu, kuna madhabahu imezikamata. Kwa jina la Yesu ninaangusha kila madhabahu, ninabomoa
Lazaro alikuwa amefungwa sana na mikono na usoni. Mikono imebeba baraka zako. Tunafanya vitu vingi matokeo kidogo sana. Tunafanya vitu vingi hatuoni kabisa wakati mwingine matokeo. Na nasema na baraka kazi ya mikono yetu na kila taabu yetu anasema tutalia. Mbona tuvirudi? Na taabu zetu tuzidi. Sema Mungu wangu. Katika jina la Yesu. Imeandikwa. Unabariki kazi ya mikono yako. Baba kwa jina la Yesu. Mikono yangu mahali nilipofunga nafungua kwa damu ya Yesu. Kila sana, kila pigo, kila mikatano, kila minyororo waliotumia kufunga mikono yangu jioni ya leo ninafungua mikono yangu, ninafungua baraka zangu kwa jina la Yesu. Baraka zangu ziokolewe, mikono yangu
tu. Wa kulia tu. Sema e Bwana Yesu. Na kuja mbele zako. Imeandikwa. Nina wingi wa siku katika mkono wangu wa kulia. Kwa saa hii na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninakataa kila mauti iliyopangwa juu yangu ndani ya mwaka huu. Sitakufa wala biashara zangu wala maisha yangu. Hakuna mauti itakayofanikiwa. Mkono wangu umebeba uzima wa maisha yangu. Kwa saa hii tunapiga hiyo mauti kwa damu ya Yesu. Ayasemesha mkono wangu kataa kufa, kataa kifo, kataa mauti kwenye maisha yako, kazi zako. Kataa hiyo roho ya mauti kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya mauti, ninakataa roho ya mauti, ninakataa mauti kwenye uchumi wangu, nakataa mauti kwenye kazi yangu, nakataa mauti kwenye utumishi, nakataa mauti kwenye familia yangu, nakataa kufa. Sitakufa bali nitaishi na simulia mambo ya Bwana. Roho ya mauti toka niachie, toka niachie, toka hiyo mauti, toka achia mwanangu, toka achia, toka achia kwa damu ya Yesu. Mauti toka, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia jina langu. Ewe mauti unaniachia, 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 unaachia baraka zangu, unaachia baraka zangu. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu. Nasemesha maisha ya kwangu, nikiondoa mauti, nikiondoa kufa, nikiondoa ukame. Ninakataa, ninakataa ewe mauti na hizo sanda nazichoma moto zilizoachiliwa kwenye mikono yangu. Nachoma moto, nachoma moto hizo sanda, nachoma moto hizo sanda. Mauti inaniachia, mauti inaniachia. Nakuwa kwenye mikono wangu hiyo mauti inapoweka kwa damu ya Yesu. Sema ni Mungu niamuru, ninamkabidhi na heshima katika mkono wangu wa kushoto, sawa sawa na Mithali 3 mstari wa 16. Baba, kwa damu yangu, damu ya thamani, ikaninunulie utajiri wangu, heshima yangu, roho ya kudharauliwa, roho ya kukataliwa, maisha ya kwangu yalikozikwa, roho ya uharibifu vilivyoachiliwa kwenye heshima yangu, kwenye utajiri wangu. Ninajivua roho ya uharibifu kwenye mkono wangu kwa damu ya Yesu. Ninarejesha utajiri wangu, heshima yangu, kibali changu kwa damu ya Yesu. Ayaanza kurudisha, rudisha, rudisha, rudisha. Semesha mkono wangu wa kushoto. Nina utajiri na heshima katika mkono wangu. Narejesha utajiri wangu, narejesha heshima yangu. Ninakuwa roho ya aibu, nakuwa roho ya fedha, nakuwa roho ya kukataliwa, nakuwa roho ya umaskini. Ninakuwa hiyo roho kwa damu ya Yesu. Utajiri na heshima ni maisha yako katika jina la Yesu. Ewe umaskini, toka mbele yangu, toka kwenye maisha yako, toka, toka niachie, toka roho ya aibu, toka roho ya fedha, toka niachie kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, narejesha utajiri, narejesha heshima, narejesha kibali, narejesha mafanikio. Yote vinaokolewa, tajiri waokolewa, heshima iokolewa, kibali kinaokolewa kwa damu ya Yesu. Baraka za kwangu zinaokolewa leo kwa damu ya Yesu. Kila haki yangu inaokolewa, utajiri wangu, heshima yangu, fedha zangu, mali zangu, yote vinaokolewa kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako. Pengine vipengele tutamalizia kesho.